ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yetu. Linahusu maisha ya maombi yenye nguvu. Somo hili litakuwa refu kidogo, litakuwa na mwendelezo, ikiwa na kusudi kabisa kwamba tunapoingia kwenye maombi tujue nini cha kufanya. Tumekuwa na mwendelezo wa mafundisho, tunatoka kujifunza juu ya imani yenye nguvu yenye kuleta matokeo. Na leo hii tena tuko katika somo la maisha ya maombi yenye nguvu. Maombi ni silaha ya kiroho, ni daraja la mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Maombi si ibada tu kama ibada ya desturi au ya kidini, bali ni uhusiano wa karibu unaojengwa kwa mawasiliano ya rohoni kati ya watoto wa Mungu na Baba yetu wa mbinguni. Amen. Katika maisha ya Mkristo, maombi ndio yanayofungua milango ya mbinguni. Amen. Maombi ndio yanatusaidia pale ambapo tunakuwa na changamoto mbalimbali. Amen. Maombi ndio yanatusaidia hata pale ambapo tunakuwa katika huzuni. Amen. Maombi yanatusaidia dhidi ya mashambulizi ya nguvu za giza. Amen. Kwa hiyo maombi ni kama ufunguo unaoweza kufungua kila kitu unachokitaka wewe. Amen. Somo hili, katika somo hili tutajifunza nini maana ya maombi. Tutajifunza pia kwa nini tunatakiwa tuombe. Lakini pia tutajifunza aina za maombi. Lakini pia tutajifunza maombi na mapenzi ya Mungu. Lakini pia tutajifunza maombi, uhusiano kati ya maombi na Roho Mtakatifu. Lakini pia tutajifunza mafundisho ya Yesu kuhusu maombi. Lakini pia tutajifunza faida za kuomba. Lakini pia tutajifunza sifa za mtu mwenye maisha ya maombi yukoje. Lakini pia tutajifunza kinachotokea unapoomba katika ufalme wa giza. Nini kinatokea? Lakini pia tutajifunza hatua za kuwa na maisha ya maombi yenye nguvu. Lakini pia tutajifunza vizuizi vya maombi. Lakini pia tutajifunza ushuhuda wa Biblia ya nguvu ya maombi. Ni watu gani ambao waliomba na maombi yakawa yenye nguvu sana. Lakini pia tutajifunza mbinu mbalimbali za kuweza kufundisha maombi katika familia, kwa watoto na kwa vijana. Tutaangalia pia njia bora ya kujenga kizazi chenye maisha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na twende kwenye kipengele cha kwanza ambacho kinasema maombi ni nini. Tunapoangalia maombi katika ile hali ya kawaida, tutaangalia maombi katika hali ya kawaida, lakini pia tutaangalia maombi katika lugha ya kiasili za Biblia. Tutajaribu kuangalia kwa kina nukta katika lugha hizo, lakini pia tutaangalia nini maana ya maombi Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoangalia nini maana ya maombi kwa maana ya kawaida kabisa, maombi ni mawasiliano au mazungumzo ambayo mtu anaanzisha. Ni mtu anaanza kuanzisha kwa Mungu. Sio Mungu anaanzisha kwa wanadamu, bali ni anaanzia kwa mtu mwenyewe, mwanadamu, kwenda kwa Mungu. Amen. Au yanaweza akawa yakaanzishwa na Roho Mtakatifu, kwa maana ya Roho Mtakatifu mwenyewe ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kuomba msaada au kuomba msamaha au kushukuru au kuomba baraka. Kwa hiyo tunaposema maombi tunamaanisha kuomba au kuwasiliana na Mungu kwa maneno. Inaweza kawa kwa njia ya maneno, inaweza pia ikawa sio kwa maneno, lakini kwa moyo wako, ndani ya moyo wako, juu ya mahitaji au mambo mbalimbali katika maisha yako au maisha ya watu wengine. Amen. Au inaweza kuwa ikawa ni hali ya mtu kuomba msaada au usaidizi au baraka katika hali tofauti. Inawezekana katika ugonjwa au shida au hata furaha na mafanikio pia.
Lakini pia inawezekana ikawa ni njia ya kumshukuru Mungu au kuomba msamaha kwa makosa yaliyotokea. Nao ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mfano tu wa hali ya kawaida. Namna ya maombi haya ya kawaida inaweza kawa mfano mtu anaomba, Mungu naomba unisaidie katika jambo hili. Ninapitia katika hiki. Mungu naomba unisaidie. Haya ni maombi, haina maombi ya kawaida. Au naomba Mungu, nimekuwa katika hali ya mapito kwa muda mrefu. Nimejitahidi ili walau uweze kujikwamua kiuchumi. Mungu ninaomba unibariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi haya yanaweza kama ni mtu binafsi au ya jamii kama hivi tulivyo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Au pia katika familia. Yote ni maombi. Amen. Sasa kuangalia maana katika lugha ya asili ya Biblia. Tuna lugha, tutaangalia katika zile lugha mbili. Tutaangalia ile lugha ya Kiebrania na lugha ya Kigiriki. Katika lugha ya Kigiriki tutaangalia neno maombi bila maana neno linaitwa tefila. Tefila ikiwa na maana ya kujitathmini, kujiwasilisha kwa Mungu kwa moyo wa unyenyekevu. Kujitathmini, unaanza kujitathmini ndani yako. Lakini pia ni kujiwasilisha wewe mwenyewe mzima kwa Mungu kwa moyo wako wote. Kwa Kigiriki maombi, neno maombi linatokana na neno proseuche, ikiwa na maana ya mawasiliano ya hofu, heshima na kuomba kwa moyo wote. Sasa tuangalie moja baada ya nyingine. Tuanze na hili neno la Kiebrania maombi kwa maana tefila. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaangalia katika maneno mawili, tutaangalia asili ya neno, lakini pia tutaangalia maana, tutaangalia hili kwa muktadha wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalia neno asili ya neno tefila. Neno tefila linatokana na mzizi wa Kiebrania ikiwa na maana ya palagi, ambalo ni sawa na kitenzi fulani chenye maana mbalimbali. Neno tefila ina maana ya kujihukumu au kujipima mbele za Mungu. Ndani yako unaanza kujihukumu, unaanza kujipima mbele za Mungu. Kujiweka katika hali ya unyenyekevu ili kupata rehema. Ni hali ya kujiweka katika hali ya unyenyekevu ili kupata rehema mbele za Mungu. Lakini ni hali ya kufanya tafakari ya kina kuhusu hali ya moyo wako mbele za Mungu. Unafanya tafakari ya kina ndani ya moyo wako kuhusu hali ya moyo wako, lakini ni mbele za Mungu, sio mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ujumla neno tefila ina maana, haimaanishi kuomba kwa maneno. Ikiwa na maana kuomba kitu au na mahitaji, lakini pia ni mchakato wa kutathmini, lakini pia kijumuisha kusujudu na kuwasiliana na Mungu kwa moyo wa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sasa kwa maana hii ilikuwa ni asili ya hili neno tefila. Tuangalie maana ya kiroho sasa hii tefila. Katika maana ya kiroho tunaona katika hii lugha ya Kiebrania na maombi si tu ombi au mazungumzo na Mungu, bali ni mtazamo wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na maana kujitoa kwa Mungu kwa moyo wa toba na imani. Hali unajitoa kwa Mungu kwa moyo, nenda kwa moyo wa toba, lakini pia kwa moyo wa imani. Lakini pia ni kuitambua uhitaji na msaada wa Mungu, kwamba bila Mungu mimi siwezi jambo lolote. Kwa maana hii ya kiroho ya tefila ina maana kwamba ni kutambua uhitaji na msaada wa Mungu, kwamba mimi mwanadamu ni dhaifu,
Bila msaada wa Mungu mimi siwezi jambo lolote. Na Yesu asifiwe. Amen. Hata kwa pumzi niliona hii ni kwa sababu Mungu alisema. Amen. Naona kuna ndege ambao ilianguka juzi Indian Air. Watu 241 kama sikose. Ampona mtu mmoja tu. Na wote wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kwamba maisha yetu yote yanategemea msaada wa Mungu. Mungu akisema hapana, hakuna mwanadamu yoyote hata uwe nani. Lakini pia ni kuitikia uwepo wa Mungu kwa heshima, ibada na upendo. Kwa neno maombi ile maana kuitikia uwepo wa Mungu kwa heshima, unakuwa na heshima mbele za Mungu. Lakini kwa ibada na upendo wa Mungu. Tukiangalia Waisraeli wa Agano la Kale, sijajua kwa sasa hivi, lakini wale Waisraeli wa Agano la Kale, hii tefila ilikuwa ni sehemu ya ibada ya kila siku, ikiambatana na sala, nyimbo, maungamo ya dhambi pamoja na mashairi ya Zaburi. Walikuwa wakiimba Zaburi kila siku, walikuwa wakiimba, wakiomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kuona mifano katika ile Agano la Kale. Tukisoma katika ile Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10, tunaona maombi ya Hana aliyopata Sauli. Samueli wa kwanza mstari wa 1 sura ya 1 mstari wa 10. Tasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana akalia sana. Katika mstari huu tunaona naye alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana akalia sana. Kwa katika Kiebrania hii sehemu akamuomba Bwana, hii ina maana ya vatipaleli aliyawe, yaani akafanya taifa kuwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maombi ya Hana hayakuwa tu ya kusema kwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alikuwa ni maombi ya moyo wenye uchungu na kiu ya Mungu. Sio tu uchungu wa kulalamika, bali ni uchungu na kiu ya kumtafuta Mungu. Amen. Lakini alikuwa ni maombi ya imani, si kwa mdomo tu, bali kwa moyo uliovunjika. Maana kuvunjika sio kukata tamaa, bali ni ile moyo wa uliopondeka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliingia katika hali ya taifa, hali ya kujitathmini, hali ya kumpeleza, hali ya kutafuta rehema na mapenzi ya Mungu. Soma pia Zaburi tuangalie mifano mingine. Zaburi 5 mstari wa 2 na 3. Zaburi 5 mstari wa 2 mpaka wa 3. Amen. Zaburi 5 mstari wa 2 mpaka wa 3. Uisikie sauti ya kilio changu, ewe mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe nikuombaye. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na utazamia. Kwa neno tefu hapa kwa kile tunaona maombi yangu. Tusome pia Zaburi ya 66 mstari wa 20. Hii yote ni mifano ya maombi katika Agano la Kale. Zaburi ya 66 mstari wa 20. Zaburi ya 66 mstari wa 20. Na ahimidiwe Mungu asiye yakataa maombi yangu, wala kuniondolea fadhili zake. Hapa pia tunaona neno maombi ni tefa, ni mawasiliano ya dhati na Mungu. Tusome pia Zaburi ya 102 mstari wa 1. Zaburi ya 102 mstari wa 1. Zaburi ya 102 mstari wa 1. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu, kilio changu kikufikie. Kwa kipengele hiki ukihitimisha hapa tunaona kwamba tefa si tu kusema maneno mbele za Mungu, bali ni hali ya moyo wa mwanadamu unapojitathmini mbele za Mungu wa haki. Kwa hiyo tunaona namna ya kuwasiliana naye kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki.
na wasiana kwa unyenyekevu wa imani na toba. Huwezi kumwendea Mungu unaenda unamwendea Mungu kwa maombi yasiyokuwa manyenyekevu. Unaenda kumwendea Mungu kwa moyo wa kiburi, wa kujiinua. Unaenda kumwendea Mungu wakati tayari wewe ni mkosaji, ukija kuangalia maisha yako tayari umeungana na shetani kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hayo ujue hakika kwa Mungu hawezi kusikia maombi ya namna hiyo. Amen. Sasa tuangalie ile eneo la pili la Kigiriki. Tumeangalia tefa kwa maana ya Kiebrania, tuangalie pia eneo la pili la Kigiriki. Ile maneno maombi kwa Kigiriki ina maana ya proseuche. Ile neno la proseuche, neno la Kigiriki ambalo linatokana na mchanganyiko wa maneno mawili. Neno prosi alafu na neno uchi. Ni kama leo proseuche na ligawanya katika prosi alafu na uchi. Neno prosi ina maana ya kuelekea au kwenda mbele mahali fulani. Lakini katika ule muktadha wa maombi, prosi inaonyesha mwelekeo wa mtu kuelekea kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii neno uche lina maana ya ombi au ahadi au sala au maombi ya hiari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni maombi ya ndani yanayotolewa kwa Mungu. Unatoa maombi ya ndani lakini maombi yanayomwelekea Mungu. Ndani kabisa, uzama ndani. Asante kwa praise. Imba na watu wameweza kumwabudu Mungu na kuingia ndani kabisa ya mioyo yao. Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo neno Peleushe ina maana ya kuwasiliana na Mungu kwa moyo wote, sio moyo nusu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwelekea Mungu, tunamwelekea Mungu kwa moyo wote. Unaondoa changamoto ulionayo, matatizo ulionayo, chochote kile ulicho nacho. Moyo wako wote unamwelekea Mungu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia unamwendea Mungu kwa heshima na kwa imani. Kwa hiyo tendo la kupeleka moyo wako mbele za Mungu kwa maombi, ibada na mahitaji ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile andiko la Luka 18 mstari wa kwanza. Usome kidogo. Luka 18 mstari wa kwanza. Amen. Tasoma Luka 18 mstari wa kwanza, inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa tunaona mstari huu pia Yesu anahimiza maombi aina ya proseuche. Bwana Yesu asifiwe. Hiki tunazungumza katika dhana jipya ni kueleza maombi haya, yaani maombi ya moyo wote bila kukata tamaa. Amen. Yanatokana na hofu na imani kwa Mungu. Soma pia Efeso 6:18. Efeso 6:18. Efeso 6:18. Amen. Tasoma kitabu cha Efeso sura 6 mstari wa 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni maombi yanayotokana na Roho Mtakatifu. Yanayoashiria ya maombi ya proseuche. Kwa hiyo maombi ambayo yanakuwa na ushirika na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura pia Mwanzo 32 mstari wa 26. Haya maandiko yanatoa mifano ya maombi ya maana ya proseuche. Hili neno la Kigiriki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo 32:26. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura 32 mstari wa 26. Akasema, niache niende maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Kwa hii inaonyesha kwamba maombi yana uhusiano wa karibu, ni mawasiliano ya kina sana yanayotegemea msimamo wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo
Kwa lugha hii ya Kigiriki, neno proseuche ni zaidi ya maneno ambayo tunaweza kuzungumza. Bali ni hali ya moyo na roho inayojitolea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa pale tunapomwelea Mungu kwa unyenyekevu mbele za Mungu, tunasimama kwa unyenyekevu mbele za Mungu na kutambua ukuu na usafi wa Mungu. Wakati mwingine tunaweza kumwelea Mungu tukazana kama Mungu tu ni kama mtu mwingine tu wa kawaida. Yaani kuna mtu mwingine unaweza anamwelea mwanadamu kwa heshima zaidi kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni hatari sana. Tunapomwelea Mungu, tumwelea Mungu kwa unyenyekevu. Huku tukitambua ukuu wake na usafi na utakatifu ambao hakuna yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumwelea Mungu kwa hofu inayotokana na heshima na kumkubali kama Bwana na Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumwendee Mungu kwa imani yenye kuamini kwamba Mungu anasikia na anajibu maombi. Unapoanza tu kuomba, uamini kwamba huyu Mungu tunaomba ni Mungu anayejibu, anasikia maombi. Soma ile Isaya 65 na ule mstari wa 24. Inasema na itakuwa kabla tujaomba. Soma kidogo Isaya 65 mstari wa 24. Mstari wa 24. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Amen. Kwa hiyo haya maombi ya Ibrahimu lazima tuamini kwamba tunamwendea Mungu kwa kuamini kwamba Mungu anasikia. Amen. Lakini pia anajibu. Amen. Hata kama macho yako ya kawaida hayaoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia unamwendea Mungu unapoenda kwa kuungana na Roho Mtakatifu kwa maombi ya kweli na yenye nguvu na kuchukua ndani. Kwa maombi ya proseuche hutufundisha kuwa kuomba ni kupeleka moyo wetu wote mbele za Mungu kwa unyenyekevu na imani, lakini si tu kwa maneno tu ya kawaida au desturi ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaweza kusema kwamba proseuche ni maombi ya kweli ambayo yanatoka moyo katika hali ya ndani, lakini yanaelekea kwa Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii inaonyesha uhusiano wa karibu kati yetu sisi na Mungu. Tuangalie katika ule muktadha wa kiroho. Tumeangalia hii asili ya neno proseuche, lakini pia tuangalie kwa maana ya muktadha wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa proseuche si tu kuzungumza kwa maneno, bali ni mawasiliano ya roho moja kwa moja na Mungu. Yaani ni maombi ni hali ya mawasiliano ya roho yako na Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi kuunganishwa na mwili katika kama habari hujaenda roho. Kwa lazima moyo wako wote uzame. Wakati mwingine unafika kiwango ambacho hata kama kuna tukio linaendelea hapo usiwe kitu kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ya namna hiyo ndio yanayounganishwa kati ya moyo wako na Mungu. Amen. Lakini pia inahusisha hali ya moyo wa mtu kuwa na hofu. Hali ya moyo wa mtu kuwa na hofu ya Mungu. Leo hii hofu ya Mungu imeondoka. Mungu tunamwona kama kawaida tu. Ndio maana unakuta tunapoanza kwenye maombi au unakuta mwingine mpaka unashangaa Bwana Yesu asifiwe, lakini sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kanisa sasa hivi. Amen. Amen. Roho Mtakatifu ameleta somo hili ili tuweze kujifunza na kuelewa nini maana ya maombi na uhusiano wetu kati ya maombi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposema hofu ya Mungu, hatuna maana Mungu muogope. Lakini tuna maana kwamba unakuwa na ile aibu mbele za Mungu, heshima kubwa mbele za Mungu, Mungu Mwenyezi. Na hiyo heshima ni heshima isiyoweza kufananishwa na mtu yeyote,
na kiongozi yoyote. Kama sifa tunampa kiongozi yoyote, labda rais wa Marekani, sio? Unajua rais wa Marekani ni rais wa dunia, sifa. Sivyo? Nazungumzia rais wa nani? Wa Marekani. Tunajua kwamba au wa China. Sasa ile heshima ambayo anapewa sisi tunapoenda kumwendea Mungu, tunampa heshima ambayo mwanadamu yote huwezi kumpa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu hafananishi. Ukimpa tu ukishuka, alafu anaona kuna labda vingine mabosi nani au mtu yote yule, unampa heshima kubwa kuliko Mungu. Mungu si anaona? Ndio. Mungu anaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo hili lipo kwa ajili ya kupata maarifa ya kumwelewa Mungu ni nani na uhusiano wetu wa maombi na yeye. Amen. Lakini pia ni mambo yanayotokana na kuongozwa na Roho Mtakatifu, si maombi ya kawaida au desturi tu. Kwa hiyo kwa muktadha wa kipengele hiki cha Proseushe, naona kwamba maombi ni mawasiliano ya moyo wote, yaani moyo wako wote unaweka mbele za Mungu. Lakini pia hofu na heshima, hali ya hofu ya Mungu. Hii ni kwa maana kwamba tunaamini kwamba Mungu ni mkuu katika utakatifu na usafi, alinganishwi na mtu yoyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tumesoma hiyo Luka 18 mstari wa kwanza, lakini tumesoma hiyo Waefeso 6:18 ama hatujasoma kwa sababu tulishia yasoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Proseushe inatufundisha kuwa maombi si desturi au mazoea, bali ni muhimu zaidi kama mawasiliano ya roho yanayohitaji moyo uliojaa hofu, unyenyekevu na imani. Hiyo vitu vitatu: Amen. hofu, unyenyekevu na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuangalie maana nyingine. Tumeangalia kwa maana ya kawaida neno maombi ni nini, na tumeangalia katika lugha ya kiasili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeangalia lugha ya Kigiriki neno tifa, tumeangalia lugha ya Kiebrania neno tifa, na tumeangalia neno la Kigiriki neno Proseushe. Tumeangalia kwa muktadha wa asili yake, na tumeangalia kwa muktadha wa kiroho. Kwa tumeangalia vyote viwili. Na sasa hivi tutaangalia sasa maana ya Biblia neno maombi ina maana gani? Tunaona kama mawasiliano ya kiroho kati ya Mungu na mwanadamu. Katika Biblia maombi hayazingatii tu matamshi ya maneno au taratibu za kidini, bali ni mchakato wa kiroho unaoingia ndani ya ushirika wa kweli kati ya mwanadamu dhaifu. Ndio kwamba mimi au wewe ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu mtakatifu mwenye nguvu. Wakati mwingine tunaingia kwenye maombi kama vile ni watu sio dhaifu, ni kama watu wenye nguvu alafu Mungu ni dhaifu. Na sisi tunapoingia lazima tutambue kwamba tunaenda mbele za Mungu tukiwa sisi ni dhaifu, lakini Mungu ni Mungu elimu mtakatifu kwanza, lakini Mungu mwenye nguvu. Amen. Kwa maombi ni daraja linalounganisha moyo wa mwanadamu na moyo wa Mungu kwa njia ya imani, unyenyekevu na kutegemea neema ya Mungu. Amen. Kwa tunaona maombi ni zaidi ya maneno, ni uhusiano wa moyo. Tunapokuwa na maombi ya kweli, cha kwanza mtu husema na Mungu kwa roho yake, lakini si tu kwa kinywa peke yake. Bora wakati mwingine tunaomba ni maneno tu ya kinywa yanatoka, lakini kikweli hayatoki ndani. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa kama desturi tu ya mazoea. Yaani ni maneno yanatoka nje. Yanatoka tu hapa lakini hayatoki ndani ya moyo wako. Kwa maombi ya namna hiyo hayamgusi Mungu. Ni kama unaongea peke yako, lakini Mungu hasikii. Hata kama wenzako wanakusikia, lakini Mungu hasikii. Mungu anataka yale maombi ambayo
si tu kwamba yanatoka kwenye kinywa, lakini pia yanatoka ndani ya moyo wako, yakiwa yamesukumwa na Roho Mtakatifu. Soma ile Warumi 8:26. Warumi 8:26. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Nasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua usikuweza kutamkwa. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba maombi ya kweli yanatoka ndani kabisa ya moyo, hata kama mtu hawezi kuyaeleza kwa maneno. Lakini tunaposema maombi ni zaidi ya maneno. Mtu au mwanadamu humsikiliza Mungu, kupokea maelekezo, tumaini na faraja. Nitoe mfano hapa. Nipate watumishi wawili hapa samani. Wasogee mbele. Blessing na sogee mbele hapa kidogo. Njoo. Mbele za Mungu mkiambiwa mnaenda kwa haraka na kwa pesi ndio wao. Msimame tu hapo. Sio? Ushawahi kuongea na simu? Ushawahi? Haya, unifanye kama unampigia simu na wewe unampigia simu. Wewe sogea kidogo kule. Haya, jifanye unaongea na simu. Jifanye unaongea na simu. Jifanye unaongea na simu. Unaongea unampigia yule kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio? Unapoongea naye na maana yeye anakujibu. Sio? Unaongea naye halo, naye anaitikia. Ndio. Sasa maombi yalikufuliwa, asante sana. Maombi yalikufuliwa si maombi ya upande mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si maombi ya upande mmoja, bali ni maombi ya mtu. Ni mazungumzo ya pande zote mbili, kati ya mwanadamu dhaifu na Mungu mwenye nguvu. Ambapo mtu anapokea maelekezo, anapokea hekima na faraja kutoka kwa Mungu. Kwa mfano tusome Yeremia 33. Yeremia 33 mstari wa 3. Yeremia sura 33 mstari wa 3. Amen. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Hapa Mungu haongezi, amesema niite nami nitafanyaje? Kuitikia. Kwa hiyo maombi tunategemea kwamba Mungu afanyaje? Ajibu. Na ni kwa kichetu kwamba tunapokuwa na maombi ya namna hii ya kumtambua Mungu, mwisho wa somo hili tunategemea kwamba utapoomba Mungu afanyaje? Ajibu. Kwa sababu anaposema niite nami nitakuitikia, huyu ni Mungu, si mwanadamu atasema uongo. Lakini kama hatujafika katika kiwango kile cha Mungu kuweza kusikia, Mungu hawezi kuitika. Lakini maombi ya namna hii, ambayo maombi ni zaidi ya maneno. Kwanza mtu hujifunua, au wanadamu au mtu hujifunua kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Kwa hiyo tunaomba, maombi ni fursa ya kujitambua, ya kutubu dhambi na kupokea neema na msamaha, nguvu au maarifa kutoka kwa Mungu. Ukisoma ile waraka wa kwanza Yohana 1:9 inasema ni hapa, isoma kwa sababu tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki hata tuondoe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo maombi ni muungano wa moyo wa mwanadamu na moyo wa Mungu. Kwa hiyo hii ni njia ya kuunganishwa kiroho, hatuungani kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ni roho, nao maabudu wanapaswa kumwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Kwa hiyo sisi tunaunganika kwa moyo au kwa roho na Mungu na moyo wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akilengo ili mtu aweze kusikia
kuelewa na kutenda kulingana na mapenzi ya nani? Kama hatuwezi kumsikia Mungu tunapokuwa tunaomba au kumsikia, hatuwezi kuyafanya mapenzi ya Mungu inavyostahili. Na maana ile Warumi 8:26 anasema Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusiweza kutamka. Yeye anatuombea kwa namna apendavyo nani? Apendavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni hali ya ushirika wa karibu ambapo mtu anajitambua kwamba mimi ni dhaifu. Usipojitambua kwamba wewe ni dhaifu au mimi ni dhaifu, huwezi kwenda mbele za Mungu, huwezi kuomba kwa sababu unaona unajitosheleza. Unaona labda unaweza kupata chakula, unasomesha watoto, unahiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au una nafasi fulani, heshima fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajiona umekamilika. Lakini wewe ni dhaifu. Amen. Kwa maana kwenye Ufunuo tunaona anasema Bwana Yesu, wewe ni maskini. Sivyo? Amen. Katika makanisa zile jumbe ambazo Yesu alikuwa anawaambia makanisa. Kwa hiyo maombi ni mchakato wa kiroho unaleta mabadiliko ndani ya mtu, sio tu matamshi ambayo anatamka. Kwa hiyo maombi ya kweli katika Biblia ni mawasiliano yaliyo hai kati ya wanadamu na Mungu, kama ambavyo tumezungumza, au ni njia ya upatanisho wa maombi, upatanisho wa maombi ya shukrani au kuomba msaada au kupokea mwongozo wa kiroho kwa uaminifu na unyenyekevu. Kwa hiyo sasa tuangalie vipengele muhimu katika haya maombi katika Biblia. Kumbuka kwamba tumeangalia nini maana ya maombi katika lugha ya kawaida, lakini tumeangalia nini maana ya maombi katika lugha ile ya asili Kigiriki na Kiebrania, lakini tumeangalia nini maana ya maombi kwa muktadha wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hasa baada tuko katika huo muktadha wa Biblia, tuangalie vipengele muhimu vya maombi. Kwanza tunaposema maombi, nini maana ya maombi? Kwa muktadha wa Biblia, vipengele muhimu. Maombi ni kumwabudu Mungu. Katikati ya maombi kuna tukio la kumwabudu Mungu. Tusome Zaburi ya 95 mstari wa 6. Zaburi ya 95 mstari wa 6. Zaburi ya 95 mstari wa 6. Amen. Kitabu cha Zaburi ya 95 mstari wa 6. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Njoni tusujudu, tupige magoti, tuabudu mbele za Mungu aliyetuumba. Kuna wengine napita hata mwaka leo hata kusujudu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka mzima hata kushuka chini kugonye hajawahi. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba tunapaswa kumwabudu Mungu. Soma Biblia Mathayo 6 mstari wa 9. Mathayo 6 mstari wa 9. Soma Mathayo 6 mstari wa 9. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kwa hiyo hapa kulingana na muktadha wa maandiko tuyasoma, maombi huanzia kwa ibada ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kipengele hiki cha kumwabudu Mungu, kwa maombi huanzia kwa ibada ya kweli. Maombi ya kweli haiwezi kutoka bila kuwa na ibada ya dhati. Unaweza kufanya maombi, lakini maombi ya kweli haiwezi kutoka bila kuwa na ibada. Kabla ya kuleta mahitaji yetu mbele za Mungu, tunaitwa kwanza lazima tumwabudu Mungu.